nimepita ili kuwajulisha Watanzania mambo kadhaa ya muhimu, lakini jambo kubwa sana ni kwamba tarehe 23, kuanzia tarehe 23 mwezi wa 3, siku chache kutoka leo, viongozi wakuu wa chama rasmi sasa tutaanza ziara ya mikutano ya hadhara nchi nzima tarehe 23, na katika kalenda yetu ya mipango kwa jinsi tulivyopanga tutaanzia rasmi kanda ya Nyasa na mkutano wetu wa kwanza ambao utawahusisha viongozi wakuu wote, wenye viti wa mabaraza yetu ya chama, wazee, wanawake na vijana, wajumbe wa kamati kuu, secretariat. Mkutano wetu wa kwanza tutaufanyia katika jiji la Mbeya tarehe 23. Utakuwa ni mkutano wa kwanza toka viongozi wakuu tumechaguliwa na wanachama wa chama hiki nchi nzima. Uchaguzi uliofanyika tarehe 22 Januari. Unaweza ukaona hapa katikati ni takriban siku 60 toka tumechaguliwa mpaka siku ambapo viongozi wakuu wataanza ziara ya mikutano ya hadhara. Sasa hapa katikati tulikuwa na mambo mengi ambayo yalihitaji viongozi wakuu kuketi, kuyatafakari na kuyafanya kimkakati kabisa. Kwa hivyo mara tu baada ya kuchaguliwa tulikuwa na retreat ya viongozi wakuu, wajumbe wa kamati kuu, secretariat. Tulijifungia kwa siku takriban 6 pale Bagamoyo, na katika kujifungia kule ilitupelekea kutengeneza mpango kazi wa chama baada ya kuwa tumeyapokea maazimio ya mkutano mkuu uliotuchagua pamoja na baraza kuu. Ilibidi kutengenezea mpango kazi, na kikao cha Bagamoyo kilitupa maeneo makuu matatu ya kufanyia kazi. Eneo la kwanza kupigania na kuyatafuta mabadiliko, na hivyo tulitengeneza mpango kazi wa operation vuguvugu letu ambalo tunalita no reforms no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Kwa hivyo tulikubaliana kwa pamoja kwamba tutayapigania mabadiliko mpaka tuyapate. Jambo la pili ni stronger together. Viongozi wakuu na kamati kuu tulikubaliana kwamba tunahitajiana wote, tumemaliza uchaguzi, tunahitajiana wote, na hivyo tunahitaji kuponyeshana majeraha. Kwa hivyo tulijifungia na tukatengeneza mpango, na hivi majuzi kwenye kikao cha kamati kuu ya juzi tumeunda caucus ya wazee ambayo itatuongoza sasa kwenye kuratibu swala la kuponyana majeraha. Na jambo la mwisho ambalo katika matatu ambayo ndani ya kipindi hiki tulikuwa tunafanyia kazi ni chama kiendeshwe na wanachama. Chama kiendeshwe na wanachama, kwa maana wanachama wakichangia chama chao, Watanzania wanaopenda mabadiliko wachangie chama chao. Kwa hiyo kupitia eneo hili tukaanzisha program inaitwa Tone Tone, ambayo Watanzania wameitikia na wameipokea kwa nguvu sana. Lakini pia ndani ya hizi siku 60 tumefanikiwa kuunda secretariat ya chama kwa maana ya wakurugenzi. Hivyo tuna wakurugenzi wapya tayari wameshaanza kutimiza wajibu wao, wataalam ndani ya chama wanatimiza wajibu wao. Lakini pia tulifanikiwa kuteua makatibu katika kanda zetu 5, makatibu wa kanda katika kanda zetu 5. Lakini jambo kubwa sana ambalo tumelifanya ndani ya hizi siku 60 mpaka tunapokwenda kufanya mkutano wa hadhara, tumefanya mafunzo ya uongozi. Yalikuwa ni mafunzo ya muhimu sana kwa sababu viongozi wakuu tulihitaji kukutana na viongozi wenzetu kwenye ngazi ya kanda ili kuwapa vision, maono ya uongozi huu mpya, nini tunataka. Kwa hiyo tukakutana na viongozi kamati kuu yote, viongozi wa kwenye kanda, wenye viti wa kanda, makatibu wa kanda, kwa siku 3 kupata mafunzo ya uongozi, ABCs of leadership. Kwa hivyo hizi siku 60 zimekuwa zenye heka nyingi. Tumekutana na makundi mbalimbali, wadau kimkakati, kwa lengo la kuimarisha haya maeneo makuu matatu ambayo nimeyataja: no reforms no election, stronger together, pamoja na chama kuendeshwa na wanachama, Tone Tone.
Sasa tarehe 23 mkutano wetu wa kwanza ambao mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Lissu ndiye atakayetuongoza, viongozi wakuu wote, makamu Zanzibar, makamu bara, naibu Zanzibar, naibu bara, wajumbe wa kamati kuu, tutakutana wote Mbeya, na tutakuwepo kanda ya Nyasa kwa mpaka tarehe 29. Tutakuwepo kanda ya Nyasa mpaka tarehe 29. Kanda ya Nyasa ina mikoa ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Kwa tutakuwepo tarehe 23 mpaka tarehe 29 katika operation ambayo tumeipanga na itafanyika kwenye mikoa yote. Sasa katika mikutano yote hii ambayo pia nitawaeleza baada ya Nyasa tunakwenda wapi. Katika mikutano yote hii lengo letu kwanza ni kuelimisha, na ninawaomba sana ndugu wanahabari ambao tutakuwepo pamoja nanyi katika msafara huu, ninawaomba punchline zenu zilenge kuelimisha. Tunataka tuelimishe kile ambacho sisi tunakiamini kwa kipindi hiki kinatakiwa kwa taifa hili, mabadiliko. Kwa hivyo tuondoke kwenye swaga, tu graduate. Sasa hivi no reforms no election inatamkwa kila mahali, inaimbwa kila mahali, kwenye vijiwe kila mahali. Sasa tuanze kuyazungumza hayo mabadiliko sasa, kwamba ni mabadiliko gani tunayataka sasa. Kwa hiyo tuanze kuyazungumza. Tunaposema mabadiliko kwenye katiba, tuanze kuyasema sasa kwamba muundo wa tume, ili tume iwe huru, muundo wake, utendaji kazi wake, haya ndio mabadiliko tunayoyataka. Mgawanyo wa majimbo, kwamba katiba yetu iondoke kwenye kile kinachosemwa kwenye katiba kwamba majimbo yatagawanywa kwa kuangalia hali ya kijiografia na miundombinu. Katiba yetu iweke wazi kile ambacho ndio universal standard, kwamba wananchi ndio wanaowakilishwa kwenye bunge, sio hali ya jiografia na miundombinu. Kwa hiyo mgawanyo wa majimbo utokane na idadi ya watu, population quota, ili kila mwananchi na kila kura ya mtu iwe na thamani nchi nzima kwenye majimbo yote. Sasa haya mabadiliko tuanze kuyazungumza. Matatizo ambayo tumeyapitia ya wagombea wa vyama vya upinzani kuenguliwa, dosari za uchaguzi zinatokea, halafu mamlaka ziko kimya tu. Ninyi wanahabari mnaripoti karatasi feki za kura. Zile karatasi feki za kura, hakuna mtu wa upinzani anaweza kuzichapisha zile karatasi. It is obvious, it goes without saying kwamba ni mamlaka hizo ndio wanaochapisha zile karatasi. Sasa karatasi za kura feki zinakutwa vituoni. Halafu anasimama waziri mwenye dhamana, anatuambia Watanzania wote milioni 60 kwamba uchaguzi uko sawa, umeenda vizuri. Haya ni matusi. Ni kama vile unaona hawa Tanzania wote ni mamisukule tu, majinga ambayo hayaoni hizi dosari. Sasa dosari hizi zote lazima tuzungumze kwamba tunahitaji mabadiliko haya. Kwa hivyo mikutano hii ina lengo la kuelimisha, lakini ina lengo la kusababisha sasa Watanzania tuzungumze hayo mabadiliko tunayoyataka. Na serikali ni muhimu isikilize. Serikali, rais ni muhimu asikilize. Hii ni sauti ya wengi, sio sauti ya wanachadema peke yao. Hii ni sauti ya Watanzania wengi, na serikali inajua maneno haya, inafahamu kilio hiki. Kwa hivyo tunahitaji tufike sasa hicho kiwango cha kuyazungumza ni mabadiliko gani tunayoyataka, zaidi ya kuimba hii swaga tu, no reforms no election. Tuyaseme sasa reforms, mabadiliko hapa. Lakini pia niwaombe ndugu wanahabari kwamba tutakapokuwa huko field, hebu kupitia media houses zenu, vyombo vyenu, tengenezeni compendium ambayo itakuwa imekusanya sauti za watu, imekusanya sauti za watu za uhalisi, ili tuweze kuiambia na kuionyesha serikali kwamba hiki ndicho wananchi wanachokitarajia, kwa sababu uzoefu
wa chaguzi wa 2019, 2020, wa 2024 Watanzania wanauzungumza. Sasa tunaweza kuwa na serikali ambayo imeweka pamba masikioni, halafu inaamini kabisa kwamba mambo ni sawa tu, wanaimba tu mapambio ya kusifiana na ngonjera na hizo project za kumremba mama na kumsifia mama, lakini kuna sauti ya Watanzania huku iliyopitia uzoefu wa chaguzi za 2019, uchaguzi wa 2020, uchaguzi wa 2024. Sasa tengenezeni compendiums, unganisheni hiyo sauti za watu wanavyosema, wanavyozungumza, ili serikali ione na tuhabarishane. Lengo letu ni nini? Lengo letu tunatamani yafanyike mabadiliko katika mifumo ya uchaguzi, ili mwisho wa siku tuwe na chaguzi zinazoaminika, zilizo za haki, zilizo za wazi. Ukiwa na dosari kwenye uchaguzi, unatengeneza mazingira ya hatari sana ya watu mwisho wa siku kuamua tu kwa hasira, kuchukua hatua ambazo zitatupeleka pabaya sana. Kwa hiyo kelele hii ni ya faida kwa taifa. Hii ni kelele ya uponyaji, ya tahadhari. Ni kelele ya tahadhari kwamba sisi kama Watanzania ambao tunapenda taifa hili, hatutamani tufike mahali ambapo tunaona kuna dalili za sisi kufika. Kwa hivyo tunaieleza serikali wana wajibu wa kusikia hiki tunachokisema. Sio kwa faida ya Chadema, ni kwa faida ya taifa hili. Mabadiliko yatakayofanyika, na ninaamini serikali itasikiliza. Ninaamini wasiposikiliza watakuwa ni watu ambao waajabu sana. Pengine tuwatafutie classification yao ya aina ya wanadamu wa tofauti sana, kwa sababu mazingira na wakati unaonyesha kabisa kwamba lazima mabadiliko yafanyike. Tukichelewa tunajipeleka kwenye hatari kubwa sana. Na nidokeze kwa uchache kwamba siku ya mkutano wetu wa tarehe 23, pamoja na mambo mengine, tunatarajia kwenye mkutano utakaofanyika pale Mbeya mjini kuwapokea wanachama wapya, na ndilo lengo la chama chochote cha siasa, kuendelea kuwaingiza wanachama. Kwa tunatarajia kuwapokea wanachama wapya, lakini pia tunatarajia kuwapokea waliokuwa wanachama wetu zamani, sasa wanarejea tena. Sasa tutawaona hao waliokuwa wanachama wetu. Wengine walikuwa wanachama waandamizi sana. Kwa hiyo siku ya tarehe 23 pale Mbeya mjini, tutakuwa tunawapokea na watakuwa wanarejea rasmi kama wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Sasa baada ya tarehe 23 kama nilivyosema, tutakuwa na timu mbili. Timu ya kwanza itaongozwa na mwenyekiti wa chama taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, na timu nyingine itaongozwa na makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Heche, na tutakuwa na ziara sasa kwenye maeneo mbalimbali ndani ya mikoa ya kanda ya Nyasa, kwa maana ya Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Na mkutano wa mwisho utawakutanisha tena viongozi wakuu, mkutano wa tarehe 29. Tunaanza tarehe 23, alafu viongozi watagawanyika. Mmoja atakwenda jimbo hili, mwingine atakwenda jimbo hili, atakwenda jimbo hili, alafu wote tutakutana Iringa mjini tarehe 29, kwa maana timu ya mwenyekiti Heche na timu ya makamu mwenyekiti Heche na timu ya mwenyekiti Mheshimiwa Lissu itakutana Iringa mjini. Hapo ni shughuli nyingine tena ya kuhitimisha ziara ya kanda ya Nyasa. Sasa baada ya tarehe 29 tutakuwa na break kwa ajili ya kupisha sikukuu za Idi ya kwanza na Idi ya pili, na baada ya hapo tarehe 4 mpaka tarehe 10 tutakuwa kanda ya kusini. Kwa kusini mjiandae, kanda ya kusini mjiandae, mikoa ya Mtwara, Ruvuma na Lindi, tarehe 4 mpaka tarehe 10. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya kati. Kanda ya kati jiandaeni, mikoa ya Dodoma, Singida na Morogoro, tarehe 12 mpaka tarehe 13. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya magharibi yenye mikoa ya Tabora, Katavi na Kigoma, tarehe 14 mpaka tarehe 17 tutakuwa kanda ya magharibi.
Baada hapo tutakuwa na mapumziko ya Easter tarehe 18 mpaka tarehe 21. Then tarehe 22 tunaingia mzigoni tena. Tunaenda sasa kanda Victoria, ambapo tutakwenda mikoa ya Geita, Mwanza na Kagera tarehe 22 mpaka tarehe 24. Baada ya hapo tutakwenda kanda ya Serengeti tarehe 26 mpaka tarehe 28. Tutakwenda mikoa ya Mara, Shinyanga na Simiyu. Hiyo ndio kanda ya Serengeti tarehe 26 mpaka tarehe 28. Baada ya hapo tutashuka kanda ya kaskazini tarehe 29 Aprili mpaka tarehe 3 Mei, mikoa ya Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara. Baada hapo tutakwenda kanda ya Pemba tarehe 4, tutakuwa na mkutano Pemba, uwanja wa Tibirizi pale. Baada hapo tutakwenda Unguja tarehe 5, alafu tarehe 7 mpaka tarehe 10 tutakuwa sasa tunahitimisha mzunguko wetu wa kwanza kwenye kanda ya Pwani, kwa maana ya Dar es Salaam pamoja na Pwani. Kwa hivyo hiyo ndio ratiba yetu ya mikutano ya hadhara pamoja na shughuli zingine mbalimbali za kisiasa ambazo viongozi wakuu watazifanya tutakapokuwa katika ziara hii. Ni ziara ambayo itatupeleka nchi nzima, mikoa yote, hakuna mkoa tutaruka, mikoa yote. Hususan kimaalum tutaanzia kwenye makao makuu ya kanda zetu, alafu tunakwenda kwenye mikoa mingine ambayo ipo katika kanda husika. Na nisisitize kwenye awamu hii ya kwanza tunakusudia kuelimisha, na kauli mbiu ya msingi katika ziara hii ni bila ya mabadiliko hakuna uchaguzi. Tukimaanisha hata kama uchaguzi utafanyika Oktoba mwaka huu, basi mabadiliko ya msingi ambayo yatajibu matatizo ya uchaguzi lazima yawe yameshughulikiwa. Na ujumbe wetu huu haumaanishi kwamba sisi tutaukimbia uchaguzi. Naomba nichore mstari kwa herufi kubwa kabisa, kwa bold line, kwamba chama chetu hakitaukimbia uchaguzi, hatutaukacha uchaguzi, hatutasusia uchaguzi. Tutashiriki uchaguzi kwa sharti ambalo tumelirudia na kulisema, lazima mabadiliko ya katika mfumo wetu wa uchaguzi ni lazima yafanyike, ili tusiende tena kwenye mambo tuliyo experience, tuliyopitia 2019, 2020, 2024. Tusiingie tena kwenye uchafuzi ambao safari hii wa Tanzania na sisi wengine wote tuna wasiwasi kwamba yakijirudia itatupeleka pabaya, na hatutamani tufike hapo pabaya. Kwa hivyo hatutasusia uchaguzi. Wanachadema wenzangu, hatutasusia uchaguzi. Wale ambao mna nia ya kugombea ubunge, mna nia ya kugombea udiwani, ili uweze kuwa na uhakika wa wewe kushiriki uchaguzi katika mazingira ya haki na wazi na yenye kuaminika, basi tuunganishe hii nguvu ya pamoja. Tuitake serikali iweze kufanya mabadiliko kwa manufaa ya taifa hili. Kwa hiyo wenye nia ya kugombea ubunge na udiwani, nia zenu zisishuke chini. Ndio nia zenu muendelee kuzichochea. Nia zenu za kugombea endeleeni kuziimarisha, na tushirikiane sasa ili kuhakikisha tunapata mabadiliko ambayo yatatupa chaguzi ambazo zinaaminika. Kwa hivyo mikutano hii itaelimisha na itawaunganisha Watanzania ili tuimbe wimbo huu mmoja. Serikali isikie na isiwe sauti ya Chadema peke yake. Serikali isikie na ione haja ya kuwajibika. Kwamba taifa kwa kipindi hiki inahitaji mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi. Ichukue jambo hili on a very very serious note. Yale masiara ya kuwachukulia Watanzania kama misukule na makondoo tu kwamba unaweza ukapeleka. No, serikali ni vyema kwa sauti hii, kabla sauti haijawa kubwa ya maji mengi,
kabla sauti haijawa kubwa ya maji mengi, basi ni vyema serikali wapate hekima japo kidogo tu ya kuona kwamba hili jambo litakapokuja linaweza kuja kwa namna ambayo hawataweza kuzuia tena kwa mikono. Kwa hivyo Mungu awajalie hekima na akili. Mheshimiwa Rais, Mungu akujalie hekima na akili njema kabisa katika kuyasikia haya ambayo tunayazungumza kwa lugha ya kiungwana sana, kwa lugha ya watu wenye uchungu na taifa lao, kwa lugha ambayo inaeleweka kabisa. Kwa Mungu akujalie hekima na akili ili uweze kuyasikia haya, na Watanzania watayasema bila kuogopa, bila hofu, kwamba safari hii uchaguzi usifanyike mpaka mabadiliko katika mfumo wa uchaguzi yao yamefanyika. Kama uchaguzi wa Oktoba utafanyika, basi mabadiliko yao yamefanyika. Kama tunadhani muda hautatosha, Watanzania hatuna haraka yoyote. Uchaguzi usogee mbele, Mama Rais aendelee kuwa madarakani, mabadiliko yafanyike, ili uchaguzi utakapojitokeza basi uwe umekidhi kile ambacho Watanzania wanakitaka. Ndugu waandishi wa habari, hayo ndio ambayo tulikusudia kuyasema ili muweze kuyafikisha kwa Watanzania wenzetu. Kwa habari ya sasa, tunaanza mikutano ya hadhara, tutakuwa barabarani kwa siku kama 47 hivi, kuanzia tarehe 23 mpaka tutakapohitimisha tarehe 10 mwezi wa 5. Asanteni kwa kusikiliza.